Za kupata habari kutoka JTV, subscribe. Mradi huu unatarajia kuzalisha maji mita za ujazo zipata milioni 20 kwa siku, na hivyo kutosheleza mahitaji ya mji wa Tunduma kwa 100%. Mradi huu utatumia chanzo cha mto Momba. Mradi huu unatarajia pia kufikisha huduma ya maji katika vijiji takriban 102. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miezi 18, na baada ya hapo mradi huu utaanza kutoa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Utajengwa kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya serikali, na gharama za mradi huu ni shilingi za Kitanzania bilioni 119 bila VAT. Mradi utakapokamilika unatarajia kuboresha huduma ya maji safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani, kilimo na viwanda, kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji muda wote katika mji wa Momba, Tunduma na Vwawa, na takriban watu 219,399 wataenda kuhudumiwa. Leo tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2025 tunaandika historia ya kuanza mwanzo wa mwisho wa changamoto ya maji Tunduma. Hiki ambacho Mheshimiwa Rais na serikali anayeiongoza imekifanya kwenye eneo la maji ni ushahidi kwamba mapenzi ya Mheshimiwa Rais kwa Wanatunduma, kwa Wanasongwe hayana kifani. Mpigieni makofi rais wetu. Mradi huu inakwenda kuweka akiba ya maji kwa mara moja ya zaidi ya lita milioni 10. Nani kama hawa wataalamu chini ya Waziri Aweso? Inaenda kujengwa chanzo cha maji chenye uwezo mkubwa wa kuleta lita milioni 20 kwa siku moja ndani ya mji wa Tunduma pamoja na vijiji vitavyofikiwa na mradi huu. Hii inaonyesha namna design inavyoenda kutatua tatizo kubwa la maji kwenye maeneo ambayo hayajafikiwa na huduma ya maji ndani ya mkoa wa Songwe, ikiongozwa na wilaya hii ya Momba. Imeisha baba. Tunapotamka fedha bilioni 119.95 ni fedha nyingi, lakini tafsiri ya fedha ni matokeo ya maji miezi 18 ijayo ndani ya maeneo yetu. Sasa leo waziri wa fedha ndio mgeni rasmi, na Mheshimiwa Waziri Aweso, wewe ni mjanja sana. Leo nimekuvulia kofia na nakupigia saluti. Hivi kama waziri wa maji yupo na waziri wa noti yupo, huu mradi utasimama? Huu mradi utasimama? Na shida ya maji, sisi tunawaletea maji. Ilikuwa na changamoto, muda mwingi tulikuwa tunatumia Same Mwanga. Nguvu zote ambazo tulikuwa tunazitumia kule, zote tukazihamishia hapa Tunduma. Twende tukamalize huu mradi. Nataka nimwambie mkandarasi Mchina, yupo hapa. Watu wa Tunduma wameteseka juu ya adha ya maji kwa muda mrefu sana. Mimi kijana akizingua, tunazinguana, biashara imefanyaje? Maisha kama haya. Kwa hiyo hapa ni kazi tu. Tuna kazi ya kuwaletea maji wana Tunduma. Waziri wa fedha yupo, hana kisingizio, zinaletwa fedha wana Tunduma wapate maji. Piga makofi mengi sana kwa waziri wa fedha. Na bahati ambayo mlionayo ndugu zangu wana Tunduma, bahati ambayo mlionayo ndugu zangu wana Tunduma, mradi huu umedisainiwa na katibu mkuu mwenyewe wa Wizara ya Maji. Mahitaji ya maji katika mji wa Tunduma ni milioni 8. Mradi huu tunaenda kuujenga unazalisha maji lita milioni 20, lita milioni 12 za kwa ziada. Nataka nikwambie mama wa Tunduma,
tumemwacha baba nyumbani. Kuweza kukamilisha mradi huu, kazi ya mama wa Tunduma itakuwa kuzalisha mali na kumpetipeti baba wa mama nyumbani, kwa sababu mali atakuwa. Sisi tumejipanga na watendaji wetu, tuko vizuri. Wewe tuletee fedha, huu mradi hauna ugumu wowote. Sisi kwetu ni biskuti, mapema tunamaliza kazi. Hii ni siku ya kihistoria. Sisi kama wasaidizi, mimi pamoja na ndugu yangu Aweso, hatukuwa na jambo lingine zaidi ya kutekeleza maelekezo na ahadi ya rais aliyoitoa kwa wananchi ya kuwaletea Wanatunduma maji na kuwaletea Watanzania maji. Na sisi tutaweka umuhimu kwenye vipaumbele miradi yote unayoleta kama ambavyo tumekuwa tukifanya, ili uweze kutekeleza dira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha wananchi wa Tanzania wakiwemo Wanatunduma wanapata maji. Mheshimiwa Waziri, na kuhakikishia zitakapomalizika taratibu yakaletwa maombi, hii itakuwa kipaumbele kuhakikisha tunatoka ile fedha ya advance, mradi uendelee kutekelezwa. Rais wetu atakapokuja ziara nyingine huku, apunge mkono tu na apewe maua yake. Samia wewe! Kwa sisi ni tutalifanya. Na mimi na timu yangu tunajiandaa hivi. Wakati maandalizi yanaendelea, tutamwambia katibu mkuu awasiliane na katibu mkuu mwenzake waanze maandalizi. Tutalitekeleza hili. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.